Magauni ya stara yenye mitandio kwa juu ni magauni ambayo yanakuwa na muundo wa aina mbalimbali. Mara nyingi magauni haya yanakuwa yanafanana kutoka kwenye gauni pamoja na mtandio wake kwa juu. Kwa mfano, unaweza ukakuta gauni linakuwa na rangi mbili. Rangi ya nyeupe pamoja na rangi ya brown. Mtandio wake unaweza ukawa na rangi ya nyeupe au unaweza ukawa na rangi ya brown. Hata hivyo pia kuna aina nyingine za magauni, kwa mfano gauni la pinki, gauni la manjano, gauni la kijani, zote zinakuwa na rangi hivyo ambavyo nilikutajia hapo juu. Unaweza ukakuta kwamba gauni la pinki linakuwa na mtandio wa rangi ya pinki au gauni la njano linakuwa na mtandio wa njano. Aina hii ya magauni yanakuwa sana sana ni magauni marefu ambayo yanakuwa yanafunika miguu na yanakuwa pia yanafunika mwili kwa ujumla. Japokuwa, yapo aina ya magauni ambayo yanakuwa yanachonga mwili yakiwa na maana ya magauni ya taiti. Na aina hii ya magauni, kila mtu anakuwa na mtindo wake ambao yeye mwenyewe anaupenda. Hapa unaweza tu kuangalia katika kwenye swala zima la mikono. Utakuta mtu ameshona gauni la taiti ambalo juu anaweza kuvaa mtandio wa rangi ambayo inafanana na gauni lake au kumechisha, lakini anakuwa anatengeneza designing za mikono. Kwa mfano, mikono mirefu, mikono mifupi au anaweza kutengeneza mikono ya kawaida. Hapa nitaweza kukueleza baadhi ya mitindo ambayo ni maarufu na mitindo hiyo inapendwa sana na wanawake wengi kutokana na mitindo yake. Hapa nitakutajia aina ya magauni ambayo ni maarufu sana kwa wapenzi wengi au ni maarufu sana kwa wanawake wengi. Karibu sana kipenzi changu katika channel hii ya TZ Fashion ili tuweze kujifunza kwa pamoja aina ya magauni ya stara au magauni ya heshima, alafu tuje moja kwa moja kuangalia jinsi ya kuweza kushona magauni haya kwa njia nyepesi sana ambayo ni njia rahisi sana. Kitu cha kwanza ambacho tutaweza kukiangalia hapa ni aina ya magauni haya. Aina ya kwanza ya magauni haya ni magauni ya kitenge, magauni ya bobo, magauni ya hariri, magauni ya fox au kinjunga, magauni ya max pamoja na mitindo ya stara. Haya ndo magauni ambayo ni maarufu sana na watu wengi wakiwa wanaipenda magauni hayo. Ili kuendelea kujifunza zaidi, naomba bonyeza neno subscribe, baada ya hapo utabonyeza alama kengele ili uweze kujifunza aina mbalimbali za mitindo ya magauni haya, lakini pia uwe mtu wa kwanza kupata video zetu kila tunapokuwa tuna upload video. Langu jina naitwa Latifa au unaweza ukaniita Madam T, na utakuwa hapa na mimi tukiweza kujifunza kwa pamoja aina hizi za magauni pamoja na ushonaji wake kwa ujumla. Twende moja kwa moja kuangalia aina hizi za magauni na tukianzia na aina ya kwanza ya magauni ya kitenge. Haya ni magauni ambayo yanashonwa kwa kutumia kitenge na yanakuwa yana rangi na mchoro wa kuvutia. Mara nyingi magauni haya yanaweza kushona na mishono ya kisasa au mishono ya jadi. Na yanaweza yakawa ni magauni mafupi au magauni marefu au pia yanaweza yakawa na mitindo katika mikono. Tukienda katika aina ya pili ambayo ni magauni ya baobab. Magauni haya mara nyingi yanasifika sana katika jamii za Afrika Magharibi na yanakuwa na muundo wa magauni kuwa mapana, na magauni haya mara nyingi yanavaliwa na wanawake pamoja na wanaume. Na magauni ya hariri ni yale magauni ambayo yanatengenezwa au yanashonwa kwa kutumia kitambaa cha hariri, ikiwa na muundo wa kisasa wa kuvutia na ni moja ya kitambaa ambacho kinapendwa sana. Tukienda katika mitandio yake inaweza kawa ni mtandio wa hariri au ni mtandio
wa pamba, kwa sababu ndiyo mtandio ambao watu wengi wanaipenda sana. Tukienda katika magauni yanayofuata au aina nyingine ya magauni ni magauni ya fox, ama tunaweza tukasema ni kinjunga. Kinjunga ni neno ambalo watu wengi wanakuwa wanalitumia kutokana na gauni hili au aina hii ya mtindo kuwa ni gauni fupi, kwa sababu aina hii ya mtindo ni moja ya gauni ambalo ni fupi na linaweza kushonwa kwa kutumia rangi mbalimbali. Kwa mfano, unakuta mtu anashona kwa kutumia rangi ya plaining, mwingine anashona gauni hili kwa kutumia rangi ya kitambaa cha maua maua. Na rangi za plaining ambazo zinakuwa nzuri katika gauni hili la fox ama gauni la kinjunga ni aina kama ya pinki, aina kama ya manjano, aina kama ya browni, lakini pia gauni la purple linakuwa ni moja ya gauni la kuvutia na ni moja ya gauni maarufu sana, kwa sababu ni gauni ambalo unaweza kuvaa kwa urahisi sana na ukaweza kupendeza. Tukienda katika gauni la max, haya ni magauni marefu ambayo yanakuwa na mitandio. Mitando yake inaweza ikawa ni ya kisasa au mitando yake inaweza kuwa ya kijadi au mitando yake pia inaweza kuwa ya kiutamaduni. Na unaweza kushona aina hii ya mtindo wa max kwa kutumia aina yoyote ya mtindo ambao kwako wewe utaona utakufurahisha. Unaweza ukashona gauni la mwamvuli, unaweza pia ukashona gauni la tight, au unaweza kushona gauni ambalo liko kama mfano wa dera. Kwa hiyo yote unaweza kwa kutumia aina hii ya gauni hili la max. Na tukiweza kumalizia sehemu yetu ya mwisho ambayo ni mitindo ya stara. Mitindo hii inaweza kuwa na mitindo ya aina mbalimbali au aina mbalimbali. Kwa mfano, unaweza kushona katika mitindo ya kitenge au mtindo wa lesi au wa leso ambao ni kitambaa, au pia unaweza ukatumia hariri. Pia unaweza ukatengeneza ile ya kukunja kunja hivi, ukaweza kubana katika nywele zako ili kuleta mvuto, lakini pia ni moja ya vazi zuri na la kuvutia sana. Hapa unachotakiwa kukizingatia ni kuweza kuangalia tamaduni ya mitindo katika jamii husika. Kama jamii inakuruhusu wewe kuvaa nguo za stara, basi unaweza ukavaa nguo za stara. Kama jamii inakuruhusu wewe kuvaa nguo za fupi, basi hakikisha kwamba unavaa nguo fupi. Asanteni sana kuwa pamoja na mimi hapa kutoka mwanzo hadi mwisho wa video hii. Next video tutaweza kujua jinsi gani ya kushona gauni hili kwa njia rahisi sana. Kwa hiyo hakikisha next video haikuwezi kukukosa. Asanteni sana, nawapenda sana vipenzi vyangu. Tukutane katika next video.